Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi al-amin sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu mpenzi unanitazama na mpenzi unaifuatilia darasa zangu mbalimbali, leo insha Allahu taala nataka nikufunze dawa mujarrab sana itakayokusaidia wewe ndugu yangu unaipambana na changamoto za shaitanul mahabba ama jini mahaba. Sawa, kwanza lazima tufahamu ya kuwa kwa sababu jini mahaba imekuwa ni changamoto nyingi na watu wengi wanashindwa kuelewa njia ya utatuzi ni ipi. Vipi mtu atatuke na tatizo la jini mahaba? Sasa watu wengi wanakuambia nimetumia dawa nyingi, nimefanya kila linalowezekana, lakini bado huyo mdudu anaendelea kuniingilia ama ananifuata, tunashiriki naye kitendo kile cha ndoa, kiasi ambacho nikiamka asubuhi najikuta nimejaribikia. Kama ni mwanamke unajikuta hawezi kupata ujauzito, na akipata ujauzito mitihani inakuwa ni mingi. Kila mmoja ana namna yake kupambana na huyu shaitanu almahabba. Kwanza lazima nikwambie, jini mahaba ni kama vile tatizo linalotokana na lifestyle ya mtu, ndio anaweza akakuingia. Mara chache sana jini ambaye ametumwa kwako kwa njia za kichawi akakuingia katika njia ya uchawi. Kama we ni mwanaume atakuingia jini wa kike, au kama ni mwanamke atatumiwa jini wa kiume ambaye atakufanyia uchawi na baadaye anaweza akageuka kawa jini mahaba. Hii ni mara chache sana, lakini mara nyingi jini mahaba humuingia mtu kwa kupenda kwake baada ya kumuona yule mtu na kumtamani. Sasa vile vitendo vya matamanio ili jini aweze kukutamani, inawezekana ukawa wewe ndio mwenye kushiriki vitendo hivyo kwa kiasi kikubwa sana. Mfano, wapo dada zetu ambao anaingia chumbani kwake, anavua nguo zote alizovaa, anabakia uchi wa mwili bila kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakwenda katika kioo kujiangalia katika kioo pasi na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akiwa uchi wa mwili, akiwa uchi wa nyama. Wapo wale ambao wanalala vitandani akiwa uchi wa nyama. Sasa kile kitendo cha wewe kuwa uchi wa mwili, shaitanul mahabba anapokuona hukutamani, anapokutamani anakuingia, anapokuingia ndipo anapoanza kutenda mambo mabaya na wewe. Sasa kitendo hichi ndugu yangu ni kitendo kibaya, ni kitendo kibaya, ni kitendo kibaya sana, kwa sababu yale mambo anayoyatenda jini mahaba na wewe, kuna kitu kinachoitwa uchawi wa kuvuruga mambo. Hii yoyote mwenye jini mahaba anafanyiwa. Utawakuta watu wenye hali ngumu sana, anakwambia mimi atamia na itafuta, nikipanga mpango hauendi. Wanaosumbuliwa na jini mahaba, hata akiwekeana ahadi na kwa shekhe aende kufanyiwa dua haendi. Umeona, akiweka akipata ahadi yenye mafanikio na yeye hawezi kufanya. Riski zao zinakuwa ni ngumu kwa kiasi kikubwa sana. Kutokana na nini? Shaitanul mahabba anamfanyia sihiru taharib, uchawi wa kuvuruga mambo yake yote yanavurugika, ili asiweze kupambana naye, aendelee kumfanyia vitendo vichafu na vitendo vibaya. Sina haja kulelezea hili sana, kwa sababu wengi mnafahamu dalili zake, alama zake, na yale ambayo shaitanul mahabba anakuwa anayafanya. Na mara nyingi shaitanul mahabba ni amirul baiti, jini ambaye tunaishi naye katika majumba. Automatically haya majumba yetu yamewekwa katika mfumo ambao unapokwenda kuishi, umejenga nyumba yako imemalizika, mnapoingia ndani kuishi, kuna hao amirul baiti mnakuwa mnaishi nao. Sasa hao huwa na adapt tabia zenu, mkiwa wema na wao wanakuwa wema, mkiwa waovu na wao wanakuwa waovu. Sasa huyo amirul baiti, kama mna tabia za kulala uchi ndani, kukaa uchi muda mwingi, anapokuona na kutamani, akikutamani na kuingia, ndipo hapo mtihani unapoanzia. Sasa leo nataka nikufunze dawa. Nataka nikufunze dawa ndugu yangu itakayokusaidia insha Allah taala. Sawa, hususan kwa wale ndugu zetu ambao wako mikoa ya kusini, nazungumzia Lindi, nazungumzia Mtwara. Watu hawa wanaoishi huu mti nitakaoutaja, na imani wengi mtakuwa mna ufahamu. Kuna mti unaitwa mkukuria, nimekosa leo gome lake, ni dawa za Kiswahili. Kuna mti unaitwa mkukuria, watu wa kusini wengi watakuwa wanaufahamu huu mti. Sasa mkukuria ukishaupata unaukausha. Ukishaukausha ule mti unautwanga, unakuwa unga wake unakuwa mfano kama mweusi, unakuwa namna hii. Yaani rangi yake inatakiwa iwe kama hii, kama kahawia, si niseme ama vipi, lakini huu ndio mkukuria. Nimekosa leo gome lake, ila ukiupata ukiutwanga hakikisha unakuwa uko kama hivi. Huu ndio mkukuria, na mti huu mara nyingi sana unapatikana kusini. Hata mimi ninapoutaka mti huu huwa ninauagiza kutoka kusini. Unafanya kazi kubwa sana huu, na unafanya kazi nyingi, lakini ni kiboko sana kwa kumshikisha adabu shaitanul mahabba.
Sasa huu mkukuria unauchanganya na dawa inaitwa haltiti. Hii wengi mnaifahamu, mnaijua, sehemu nyingi ipo hii haltiti. Unachukua hii haltiti kama vijiko viwili vya haltiti, unachanganya kwenye mkukuria wa kiasi hichi. Sijui unaona vizuri ndugu yangu. Unachukua hii haltiti kama vijiko viwili, unachanganya humu ndani yake. Ukishachanganya humu ndani yake, unavuruga hii dawa. Sawa, unavuruga hii dawa. Ukishavuruga hii dawa, unakuwa sasa hii dawa unaitumia kufanya al-istinjau, yani kuchambia hii dawa asubuhi, unakuchambia hii dawa hususan wakati wa kulala. Yani unapolala hakikisha usiende kulala pasi na kuchambia hii dawa. Unaichukua kidogo, unatia katika maji. Ukishatia katika yale maji, unayavuruga, unaenda unachambia. Kama ni mwanamke, kama ni mwanaume pia unajioshea. Tena mwanamke unachamba sehemu zote, mbeleni na nyumani, na hata kama ni mwanamume chambia mbeleni, chambia na nyumani pia, kwa sababu shaitanul mahaba wakati mwingine anawafanyia vitendo vya kaumu Luti watoto wa kiume. Unamkuta mtoto wa kiume anaingiliwa na sheitani na jini al-mahaba, wal-iyadhu billah. Mungu atukinge na atuhifadhi na haya. Sasa ukishakamilisha hii dawa, kazi yako unakuwa unachambia. Lakini pia kuna mafuta yanaitwa mafuta ya mzembelezua. Na wapeni kidogo majina magumu kwa sababu hizi ni dawa za Kiswahili. Kuna mti unaitwa mzembelezua. Mzembelezua ukiuchukua, ukikamuliwa mafuta yake huwa yanatoka mafuta yanakuwa na rangi kama hii. Mzembelezua nao pia ni katika miti mujarrab sana ya kumtandika shaitanul mahaba. Sawa, ukiupata mzembelezua, au kama kuna duka liko karibu wanayo mafuta ya mzembelezua, waambie nataka mafuta ya mzembelezua, yanakuwa mekundu kama hivi. Sawa, kwa wale ambao hamfahamu, mkiupata ule mti wa mzembelezua unakata magome yake vile vile bado mabichi, unayatia katika sufuria. Ukishatia katika sufuria, unaweka katika moto mkali. Yale magome yana asili, yanatoa povu, yanatoa povu jingi sana. Sasa lile povu ndilo unaloliengua juu, chini yanabakia haya mafuta. Mujarrab sana kwa ndugu yangu unayesumbuliwa na jini mahaba, nuksi, mikosi, kazi zako haziendi, mambo yako yamekwenda hovyo. Hii kwa kuondosha hasadi katika mwili, hii kwa kuondosha mitihani katika mwili, ni kiboko na kumfukuza jini mahaba. Jini mahaba hii akiona anaiogopa biidhni rabbil alamin. Wama tawfiqin illa min Allah, hakuna taufiki yoyote isipokuwa ni ile ambayo inatokana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi dawa ni asbab. Sio kasema sheka isifia sana dawa alafu matokeo yake imani yako ukaiweka kwenye dawa ukaacha kuiweka kwa Mungu. Kwanza amini Allah subhanahu wa ta'ala, alafu pili Mungu kupitia sababu ya hizi dawa uweze kupona. Kwa hiyo hii ni mafuta ya mzembelezua. Ukiupata huo mti, uchemshe, engua lile povu yake, itabakia hii mafuta. Unaanza kuyapaka haya mafuta asubuhi na jioni. Sio kwa tatizo la jini mahaba tu peke yake. Ndio kama tumeelezea, una nuksi, una mikosi katika mwili, hasadi, una kijicho, mambo yako ni magumu, yamefunguka. Haya mafuta yana baraka kubwa, tena yakisomewa ndio yanakuwa subhanallah, subhanallah. Usifanye mchezo hata kidogo. Kwa hiyo haya unayachukua na unayatumia namna hiyo insha Allah taala. Kwa hiyo tafuta mti wa mkukuria, changanya na haltiti, unakuwa unachambia kwa mwenye tatizo la jini mahaba, na unatafuta haya mafuta ya mzembelezua, insha Allah taala unakuwa unayapaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa taala. Ni mujarrab sana, yatakusaidia insha Allah taala katika tatizo la jini al-mahaba. Ukiweza kufanikiwa kuzipata hizi dawa, naamini kwa idhini ya Allah huko uliko utaniombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hususan wewe unasumbuliwa sana na jini mahaba, wewe ambaye mambo yako yameharibika, tafuta haya mafuta ya mzembelezua, kiboko kabisa, kiboko ya matatizo insha Allah ta'ala. Shukran lakum ndugu zangu, jazakumullah khair. Na muomba Mwenyezi Mungu akuondosheni mitihani, akuondosheni matatizo, akuondosheni misukosuko. Wene majini mahaba Mungu awajalieni, mkitumia dawa hii yakaondoke na yakimbie yale majini mahaba. Ndugu zangu ambao mna nuksi, mna mikosi, mna mahasadi, mna vijicho katika mwili, mkitumia dawa hizi, Allah kwa baraka zake na siri inayopatikana katika haya madawa akujalieni shifa insha Allahu taala. Naomba Allah subhanahu wa taala kwa uwezo wake, wale ambao hawaolewi kwa ajili ya matatizo ya jini mahaba, Allah ajalie wapate waume wema kwa ajili ya kwa idhini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala insha Allahu taala. Leo moja katika zawadi hii nimekupa. Tukutane tena katika darasa nyingine katika wakati mwingine tena insha Allahu taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.